Hali ya taharuki imetanda nchini Tanzania baada ya habari mbaya kuibuka ambayo imetikisa kila mmoja. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika tukio la kushtua lililotokea mkoani Singida, mwanasiasa maarufu ambaye aliwahi kuwa mbunge wa viti maalum kupitia Chadema kwa jina Nusrat Hanje amenusurika ajali mbaya ya gari akiwa safarini kuelekea kuchukua fomu ya kugombea ubunge kupitia Chama cha Mapinduzi. Ajali imeripotiwa kutokea baada ya gari lililokuwa akisafiria kupoteza mwelekeo ghafla kufuatia juhudi za dereva wake kukwepa jiwe lililokuwa barabarani. Gari hilo lilipinduka mara tatu na kuburuzwa kwa umbali kidogo kabla ya kusimama, likiwa limeharibika vibaya. Na kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa Hanje kupitia Jambo TV, yeye na dereva wake hakupata majeraha makubwa na waliendelea na safari yao bila kuchelewa. Tukio hili linakuja katika kipindi ambacho Nusrat Hanje amejitokeza rasmi kuwania ubunge wa jimbo la Ikungi Mashariki kupitia CCM, ikiwa ni hatua iliyowashangaza wengi, hasa kutokana na historia yake ya kuwa mkosoaji mkali wa chama hicho wakati akiwa upinzani. Hanje ni miongoni mwa wabunge 19 wa viti maalum waliovuliwa wanachama na Chadema mwaka 2020 kwa tuhuma za kuteuliwa kuwa wabunge bila ridhaa rasmi ya chama hicho. Tangu wakati huo, licha ya misukosuko ya kisiasa, Hanje aliendelea kuwa sauti yenye ushawishi kwa wanawake na vijana, hasa katika mkoa wa Singida, na kujiunga kwake na CCM na sasa kuchukua fomu ya ubunge ni hatua iliyochukuliwa kwa uzito mkubwa na wachambuzi wa siasa nchini, wakitazama kuwa hatua hiyo ni ushahidi wa mabadiliko ya kimkakati ndani ya siasa za Tanzania. Kwa mujibu wa wachambuzi hao, uamuzi wake kuwania kupitia CCM unaweza kuibua ushindani mkali ndani ya chama hicho, hasa katika kipindi hiki cha maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Na tayari mchakato wa kura za maoni unatarajiwa kuwa wenye mvutano mkubwa katika majimbo mbalimbali, na Ikungi Mashariki haibaki nyuma. Wakati huo taarifa ya kunusurika kwake katika ajali hiyo zimepokelewa kwa furaha kubwa na wafuasi wake pamoja na wananchi wa Ikungi Mashariki. Udhabiti wake wa kuendelea na safari licha ya hatari hiyo umetajwa kama ishara ya dhamira ya kweli katika azma yake ya kisiasa. Polisi mkoani Singida wamethibitisha kuanzisha uchunguzi kuhusu ajali hiyo na wametoa wito kwa madereva kuwa waangalifu zaidi barabarani, hasa katika kipindi hiki ambapo shughuli za kisiasa zimeanza kuchukua kasi kuelekea uchaguzi mkuu. Kwa sasa macho ya Watanzania wengi yameelekezwa Ikungi Mashariki, ambako hatima ya kisiasa ya Nusrat Hanje ndani ya CCM itaamuliwa, huku ikisubiriwa kwa hamu kuona iwapo itaidhinishwa ama ataidhinishwa kuwa mgombea wa chama hicho tawala kuelekea Oktoba mwaka 2025.